Mchezo magoli idadi kubwa mabao ulikuwa ni mchezo namna gani? Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu tumecheza na timu ambao ni watu wenye experience. Kwa hiyo wametuadhibu sisi kwa sababu ya mapungufu yetu. Sisi wenyewe ni makosa tu ya kimpira ambayo yanatokea, ndio maana tumefanya. Idadi kubwa ya mabao kwako unajisikia? Ni swala la mpira tu. Yaani kwenye mpira hamna chochote kile kinawezekana. Kwa sababu tumefanya makosa na wameyatumia. Goli 4 kwenye miguu ya Aziz Ki. Kwa namna yote moja ama mbili imekuvuruga? Haijanivuruga chochote kwa sababu ni sehemu ya mchezo. Na yeye kapata nafasi kazitumia. Laiti kama angepata nafasi nikacheza, ingeonekana mimi na uwezo kuliko labda nimemzidi, lakini ndio hivyo. Kapata nafasi kazitumia, ndio maana kanifunga zile goli. Mimi ndio umekutana na kipimo bora kwenye kariera yako. Ni sahihi. Wazungumzia washambuliaji wa Yanga na washambuliaji wa namna gani? Na washambuliaji wa Yanga Afrika ni washambuliaji wa namna gani? Ni wazuri kwa sababu wana game fitness, wanacheza mechi nyingi sana ambazo wamekutana nazo ndani na nje. Kwa hiyo wana experience ya kutosha. Kwa hiyo wametuadhibu sisi kwa sababu experience yetu ilikuwa chini kidogo. Neno lako kwa wana Stand United? Waendelee kutuvumilia tu kwa sababu bado tunarudi kujipanga kwa ajili ya mashindano ya championship. Tutajifanya vizuri kwa ajili ya kupanda ligi. Shukrani. Asante. Kufunga ziwe finyu. Ikiwa hivyo, binadamu kwa kawaida, kama unamiliki sana mpira, unafika sana, hufungi, unavuruga kisaikolojia, unatoka nje ya mchezo. Kama uchoki kimwili, utachoka kiakili, tunaita mental fatigue. Wakati kipindi cha pili kinaanza, kuanzia dakika 45 mpaka 60 mpaka 70, anafanya mabadiliko, anatoa wachezaji wake, na mara nyingi anawatoa wale wa eneo la ushambuliaji na wa pembeni. Anaingiza wale ambao wana kasi na nguvu ili kukuvurugeni, kwa sababu kumbuka wachezaji wako watakuwa tayari wameshachoka. Akiingia yeye aambuli walau, akifunga lau bao moja, hapo shughuli imeisha. Tunasema mafish hangaike. Sasa kwa mtindo huu ndio maana ukichunguza vizuri mechi zao za hatua ya makundi, Simba idara yao tuseme kwenye benchi la ufundi wana watu wengi sana wazuri, watajua jinsi ya kuwasoma. Haya ndio yasema Simba wanajua, wala usifikiri hawajui, sababu wana idara ambayo ni nzuri sana katika ufundi. Kocha Faru Davis sana katika eneo hili. Walipocheza dhidi ya kwa mfano RS Berkane. RS Berkane waliwasoma Stellenbosch. Manake naongea RS Berkane kwa sababu gani? Ukifuatilia mpaka sasa wale mabwana wamefunga goli 7, wameruhusu 10. Simba imefunga mabao 10, imeruhusu 6. Ruhusu mabao 10, nafikiria labda timu moja inaruhusu sana. Ina mislead, inapotosha. Katika mechi walizocheza mechi 8, mabao 8 wameruhusu katika mechi dhidi ya RS Berkane. Waliruhusu vipi? Hapa Simba inaweza ikawa starting point ya kuanzia. Walipocheza mechi ya kwanza, nadhani walicheza Morocco mechi ya kwanza katika zile mbili. RS Berkane waliwasoma tayari vizuri vya kutosha Stellenbosch. Unajua soka la kisasa pale uwanjani binaenda kukamilisha. Yaani kile anaenda kufanya Yanga na Stand United leo hii ni kukamilisha kazi ambayo Miludi na benchi lake, kukamilisha kazi ya Masudi Juma, Stand United na benchi lake walifanya. RS Berkane ni wakubwa sana. Sasa hivi kutoka Simba kwa ubora wanafuatia ni RS Berkane. Wanacheza na timu ambayo weightless kulinganisha na wao ya Stellenbosch. Lakini walipocheza waliamua wawaachie mpira. Stellenbosch wajanja hawakumiliki huo mpira. Matokeo yake RS Berkane wakamiliki mpira 57%. Nini walichofanya RS Berkane? Timu kubwa, lakini tazama character walizozionyesha. Waliacha wachezaji wawili tu nafasi kwa wastani, tunasema average position, wawili pale mbele. Mmoja anaitwa Osama Limlui, mwingine anaitwa Riyah Imad. Waliobaki wote wachezaji wa RS Berkane walikuwa nyuma, yani nyuma ya mstari wakati wa uwanja. Kwa lugha nyingine, ungeweka kwenye mfumo wa kuchekesha, ni 1-8-2. Matokeo yake Stellenbosch wakiwa na mali sio wazuri sana, hawajui kutunza mali. Ndio maana mpaka dakika wameshapoteza katika mechi, wamepoteza mipira 1116, wastani wa mipira 139 katika kila mechi. RS Berkane wanayafahamu haya. Walipoachia hivyo, unajua kilichotokea? Stellenbosch walikula 5-0. Mechi ya marudiano wakawachia possession. Stellenbosch wako nyumbani, no way, wakamiliki mpira. Unajua walimiliki asilimia ngapi? Asilimia 61. Wakiwa RS Berkane asilimia 39 mechi nzima. Wao Stellenbosch walipiga mashuti 8, 2 on target. RS Berkane walipiga mashuti 15, 6 on target, 3 kamba, wakawafunga 3-1. Si umeelewa vizuri? Na kutajia mfano mwingine kabla sijahitimisha na Zamalek. Kuna timu inaitwa Stade Malien katika kundi. Stade Malien walivyoenda kucheza na Stellenbosch mechi ya kule South Africa,
wakaingia kwenye mkenge, kwenye kingi ya Stellenbosch ambao dakika za mwanzo wanakuachia mpira umiliki wewe. Wakamiliki mpira 53%. Sawa? Lakini mpaka mechi imeisha, Stade Malien walipiga mashuti 13, manne on target, hawana goli. Stellenbosch walipiga mashuti takriban 19, 11 on target, 2 bila wamekufa. Umeelewa vizuri? Zamalek katika mechi ya robo finali wakaenda kucheza dhidi kocha Peseiro, akaenda kucheza dhidi ya Steve Barker kule South Africa. Kama kawaida wakawaachia mpira. Zamalek ni timu kubwa. Wakati wanaenda kucheza mechi, wao ndio timu ya 4 kwa ubora barani Afrika. Sasa hivi ni Simba, maana sikuchanganya. Na hapa nazungumzia viwango vya CAF. Wengine tawavuruga kwa sababu ushasikia kwa mfano viwango vingine. Viwango vingine vile mashirikisho mengine kama IFFHS, yani shirikisho la historia mpira la kimataifa la historia mpira wa miguu na takwimu. Mimi nazungumzia CAF ambao ndio custodian wa mpira wa miguu. Walipoenda Zamalek wakaupiga mwingi wakamiliki 55%. Matokeo yake mechi imeisha, Zamalek wamepiga mashuti 5 tu kwa sababu ule mbinyo wa kina Ismail Olivier Toure, mbinyo wa kina Tabo Moloisane, wa kina Kazi Godswill, wa kina Fawaz Basadien na kipa wao. Mashuti 5, 2 on target. Wenyewe wakapiga mashuti 7, 2 on target bila. Mechi ya marudiano Cairo. Zamalek mbele ya mashabiki wao maelfu, wao ni wakubwa. Wakaumiliki zaidi mpira. Wajua alimiliki asilimia ngapi? 63. Stellenbosch asilimia 37. Lakini mpaka mwisho wa mechi wakafungwa 1 bila. Walifungwa vipi? Ule mtego wao ule wa kuachia mpira. Mpaka mapumziko Stellenbosch walikuwa wamepiga mashuti 3 yote off target. Mpaka mapumziko akafanya mabadiliko dakika 45, akafanya mabadiliko dakika 60. Aliwatoa wafuatao. Alimtoa aliyeonekana ni winga wa kushoto, anaitwa Genino Pales, akamtoa, badala yake akamuingiza mwamba mmoja mfupi fundi sana, tutakuja kumshuhudia, anaitwa Chumani Busaka, fundi sana upande wa kushoto. Akamtoa kuna mtu anaitwa Devin Titus upande wa kulia, akamtoa Ashley Cupido striker wake, akamuingiza Sanele Banz, akamtoa Ande de Jong mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand. Hapa akamuingiza kuna mtu anaitwa Komojo Leocolan, majina ya South Africa, ambao kama mtego. Peseiro alishtuka na alifanya mabadiliko, alimuingiza Omar Gaba, akamuingiza Nasir Mansa, akamuingiza Mahmoud Bentaig. Too late, wakafungwa goli. Lilifungwa na nani? Lilifungwa na kiungo anaitwa Sile Nduli. Ndo mpango kazi wa Stellenbosch, wakashinda 1 bila. Zamalek wakaishia kupiga mwingi, wakapiga mashuti 7, 2 tu on target. Stellenbosch wakapiga mashuti 7, 3 on target, 2 yamepigwa na alipotoka Devin Titus aliingia Lesiba Nku. Ndio alipiga mashuti 2 on target, lingine limepigwa na Nduli, bao 1 bila, mechi imeisha. Tusiofahamu tunasema hawa jamaa nomba mwaka wao wamebahatisha. Hapana, ni mpango kazi. Matarajio wakicheza na Simba huenda wakacheza hivyo. Habari njema kwa Tanzania, habari njema kwa wanasimba ni kwamba kocha Fadlu Davis anamjua sana Steve Barker, staili yake hii. Mechi ya mwisho alikutana, aliwapasua Stellenbosch. Yeye alikuwa anafundisha timu kibonde inaitwa Marisburg. Msimu wa 2022-23 tarehe 13 mwezi wa 5 2023 walikutana Fadlu Davis na Steve Barker. Mwanzoni mzunguko wa kwanza Marisburg ilikuwa inafundishwa na John Maduka. Mechi yao walipokutana ilikuwa mwezi wa 10 2022. Maduka kaingia kingi mtego wa Stellenbosch. Alimiliki mpira 54%. Mechi nzima akapiga mashuti 6, 1 on target. Stellenbosch wakapiga mashuti 20. Katika 20 waliopiga 6 on target, wakawafunga mabao 3-0. Mzunguko wa pili wakati John Maduka ashafutwa kazi, yupo huyu